Fresh kabisa ndugu yangu. Nina furaha sana. Oya, nina furaha sana. Hii ni mara ya pili nafikiria mara tatu mfululizo kwa miaka karibuni. Yanga inafuzu kwenda hatua ya makundi. Na unajiona wapi kwenye msimu huu? Kwa sababu tumeona msimu uliopita mtoka hatua ya makundi mlitolewa na MCA, nafikiri mechi ambayo ilikuwa mnahitaji goli moja lakini mkashindwa. Mnajiona wapi kwa msimu huu? Nikiongea hapa kama shabiki, sawa, Young Africans naona tunaendelea kudumisha na kutengeneza ngome katika michuano ya kimataifa kwa sababu sisi sasa hivi, sawa, tuna mipango mikubwa kufika mbali katika michuano ya kimataifa. Kwa hiyo lazima tuwe na mwanzo mzuri ambao utatufanikisha sisi tuweze kufikia yale malengo yetu makubwa. Ni kitu kikubwa tumekifanya sisi kama Young Africans, sisi kama mashabiki wa Young Africans, sisi kama watu wa mpira tumefurahi kweli kweli kwa sababu hii imetupa mwanga mzuri wa hatua zinazofuata. Na hii imeonyesha ni consistency hali ya juu ambayo tunaifanya. Kuonesha sisi ni bora, kwamba tuna timu bora, tuna wachezaji bora, tuna viongozi bora, lakini pia tuna mashabiki bora ambao wanajitoa sana kwa timu yao. Tunashuhudia leo watu wamekuja uwanjani, wamefurika uwanjani. Unajua issue ya kuwa bure sio kitu. Issue ni muda wa mtu kutoa muda wake kwa ajili ya timu. Leo watu wamejaa kweli kweli. Maana yake ni kwamba watu wanaipenda timu yao. Viongozi wanathamini mashabiki. Na hiki ni kitu kikubwa na ni kitu cha mfano wa kuigwa. Sio, umeelewa? Hatua kama hizi Young Africans inahitaji nguvu ya kutosha kutoka kwa mashabiki, hasa wachezaji wanahitaji nguvu kubwa. Na hiko viongozi wetu wamekiona na hatimaye tukakifanikisha. Leo tumefurahi tukiwa wengi, mashabiki wengi, tuko na viongozi wetu, wachezaji wamefurahi, hamasa ya kutosha. Tumepata goli 2, tumemtoa Silver Strike. Sasa hivi nadhani ni muda sahihi sasa wale Silver Strike kujua kwa nini wao waliitwa Silver na sio Gold wala Diamond. Umeelewa? Diamond na Gold imeonekana uwanjani na wao wamejitambua kama kweli wao ni Silver. Yani wanarudi nyumbani wanajitambua kwamba sasa kumbe sisi tumeitwa Silver kwa sababu ya udogo wetu, tumeitwa Silver kwa sababu ya uchanga wetu. Zipo Gold, zipo Diamond ambazo ni Young Africans pamoja na timu nyingine kubwa kina National, kina Mamelodi na wengine huko. Nyinyi mmefuzu, Azam amefuzu jana. Na Simba naye kama yupo mguu mmoja mbele. Unajisikiaje kuona timu za Tanzania zipo katika hatua hiyo ya makundi? Bwana, kitu mimi kusema la ukweli nikiongea kama mtu wa mpira, kwanza unajua tukifanikiwa tumeingiza labda timu 4, maana yake ni kitu tunaandika historia, sawa? Ni jambo zuri kwa mpira wetu, ni jambo zuri kwa soka letu, lakini sisi kama washabiki wa Young Africans tunayo furaha kwa sababu tunaamini tunakuwa mfano, sawa, wa kuigwa kwa vilabu vikubwa na vilabu ambavyo vinapendwa kweli kweli. Kwa hiyo Bwana Uchebe, njoo usiende mbali bwana Uchebe. Huyu ni Uchebe Yanga, mwanangu, my brother Uchebe. Uchebe ana furaha kama yako. Uchebe ana furaha kama yako. Wewe sikiliza kwanza, umesikia hata sauti ya kwanza yenyewe. Sasa hivi imekuwa na mtetemo wa mbali sana. Sasa mimi nataka nikwambie, sijajua ulichokuwa unakiongelea, lakini wacha tuambie kwamba jambo moja. Sisi shughuli yetu tumemaliza. Licha walileta kibabu, si unajua muda ule tulitaka tukibamize kimtu mle ndani. Kabisa. Kilikuwa kinahangaika bwana. Kuchomoa magoli. Nitaka kuchomoa goli. Nilitaka nikizibue. Nisiseme uongo. Haki ya Mungu tena. Wa Malawi au timu pinzani kule? Oya, huyo Malawi alikuwa mbongo hapa. Yaani Malawi mbongo. Umenielewa? Kaja kutaka kuharibu shughuli hapa. Nikamwambia oya, mimi sasa hivi siogopi mtu ujue. Wala sikushiki. Nawakumbushia pila lilopigwa leo. Sawa, matokeo tuliyopata leo, kumbukeni kwenye benchi alikuwa ni kocha msaidizi. Na uzuri Engineer Hersi Said ametupa surprise pale kiwanjani. Ametangaza kocha mpya anakuja na atatambulishwa leo kama pongezi kwa wananchi kujitokeza kwa wingi na kuisupport timu yao hapa Benjamin Mkapa kuivuka siku wa leo. Bwana Uchebe, leo usilale Uchebe. Yaani leo nitakupigia usimu saa 9. Yaani leo kama kuna kiwanja cha bei cha gharama cha kufanya starehe, naomba mnionyeshe. Mimi naomba nikupeleke Havoc. No problem. Not a problem. Umenisikia? Tumeumbwa kuenjoy. GSM anatufanya tuna enjoy. Yanga anatufanya tuna enjoy. Engineer Hersi anatufanya tuna enjoy. Why kitu tulichokitafuta tusikitumie? Mechi leo ilikuwa bure. Ndio. Nilicho nacho na kwa nini nikashindwa kufurahi? Kabisa. Huku nikiomba dua. Yani kwamba viongozi wamekwambiaje, hela ile ambayo unatumia kiingilio iweke mfukoni, utaitumia baadaye kwa ajili ya kufurahisha nafsi yako. Jamani. Huyu kocha Mabedi kocha msaidizi, baada ya kocha mkuu. Ameniambia hapo za ndani kabisa kuna kocha mkuu anakuja. Timu itakuwaje? Maana huyu kama kocha msaidizi mshafuzu. Makundi itakuwaje? Umesikia?
kuna mpira mmoja wanafuatilia England. Kuna mpira ambao West Ham hapo mwanzoni wakati naanza unajua iliongoza ligi. West Ham uliona mpira ulivyokuwa unapigwa. Sasa yule kocha wa West Ham huyo alikuwa kocha wake msaidizi. Acha. Sema Uchebe unaza ndani unajua wewe. Kwani wewe Uchebe wewe kwamba unaongea na engineer au? Bwana Uchebe. Ngoja mimi nakwambia. Umenielewa? Yule kocha wa West Ham. Umenielewa kocha mkuu wa West Ham. Huyu anayetambulishwa leo usiku na engineer Hersi alikuwa ni msaidizi wake. Mama Uchebe. Balaa inakuja balaa. Sasa hapo mimi sielewi. Watakao teseka wacha wateseke. Watakao umia wacha waumie. Wakufurahi sisi tufurahi tu. Tuache tukafurahi bwana. Basi pamoja sana bwana. Ngoja mimi bila kumaliza hii dukuduku mimi siwezi. Ongea. Bwana kuna jambo moja inatakiwa tulifanye Watanzania wote. Sasa hivi Azam yuko makundi, Yanga yuko makundi, Singida yuko makundi. Kilichobaki ni dua ya kuombea mwizi apotee. Umenielewa? Mwizi nani huyo? Mwizi tunayeishi naye tunayemlea hiki kizazi natakiwa kipotee. Kikija makundi Mungu wangu. Bana mimi nikuache bana. Mimi nikuache bana. Blaza, kuna mwizi tena? Kuna mwizi mwanangu. Mwizi hiki kizazi natakiwa kiteketee. Kisije makundi. Bana toa kodi hiyo, mwizi nani huyo? Wewe sikiliza na kukumbusha. Msimu uliopita mimi nilipia kiingilio cha kuona finali nimuone Kamara nimuone na Yusuf Dayo. Nikapigwa 50 yangu ya VIP eti nije Bonanza. Wewe sio wizi? Wewe sio wizi? Bwana Uchebe ana akili. Uchebe ana connect dots. Bwana Uchebe mimi nakuacha bana. Mimi naomba nikuache. Mimi naomba nikuache. Ngoja wewe unataka kumwambia ngoja Mtanzania gani leo atakayesimama kuombea mwizi aije makundi? Watanzania tuendelea kuibiwa. Na wewe akishakuja makundi Mungu wangu uwanja huu tubadilishe. Bwana Uchebe hongera sana bwana. Tutaonana next time kwenye hatua ya makundi Mungu akija. Mungu nisikie. Mungu nisikie mwizi asije. Huyu anayeitwa Viola asije Mungu wako. Akija haki ya Mungu uwanja utaharibika. Bwana kwanza vitaibiwa. Vitaibiwa hadi viti. Mimi naambieni, mimi siwaambii masiala. Mimi siwaambii kama masiala. Naambia serious. Hii naambia serious. Kama huyu Mungu ni wa wote. Umenielewa? Mungu aliumba wanaoona na sioona. Umenielewa? Tunasikia na sio? Umenielewa? Mungu naamini atatusikia maombi yetu. Leo tuliomba dua Yanga afike makundi, Azam afike makundi na Singida afike makundi. Hizi timu tatu zimekamilisha. Shughuli imeisha, maombi ya Tanzania yamekamilika. Kilichobaki ni kupoteza kizazi cha wizi kisiendelee kuishi. Bwana watu wanasema, watu wanaongwa sasa. Wanasema kwa nini kizazi cha wizi msikiombee mkutane nacho mkifunge? Kwa sababu wote si kifuzu mnakutana mbele kwa mbele. Sikiliza. Is never hiki kizazi kukutana na sisi. Umenielewa? Yaani ikija kutokea tumekutana nao makundi kwenye CAF Champion League. Ngoja ikitokea tumekutana nao. Yaani fanya tu ndo tumelala tumeamka tumekutana nao. Walai mtume. Mimi nisiwe muongo. Kwenye ligi tuliwapiga ngapi? Wafunga moja. Baba. 2. Amefunga mara 6 mfululizo. Kono la nyani. Unakumbuka? 5 ndio nakumbuka. Unakumbuka zile? Sasa zile zilikuwa za ligi. Zilikuwa za ligi. Na FA wakakimbia. Umenielewa? Muungano wakakimbia, Mapinduzi nako wakakimbia. Sasa tukutane nao ndo CAF wajichanganye, watupangie. Blaza, mimi nawaambieni. Yule kuna timu moja ilikuwa inatoka hapa Uganda mwaka jana wakati tunacheza Vipers. Tuliwapiga ngapi? Sikumbuki. Kuna timu ilikuwa inapigwa 5, 6, 8. Wakasema chekea. Hizo habari ndo tutazileta kwa huyu. Kwa sababu kocha tunayemtambulisha. Umenielewa kocha? Anayetambulishwa leo. Haki ya Mungu kama kuna mtaalamu, kuna designer wa jezi. Msimu ujao zitatolewa za makundi. Bwana kocha Mwingereza, Mhispaniola au Marekani bwana, tupe kodi hiyo. Mreno huyo. Mreno. Bwana nakuja pila Cristiano Ronaldo. Baba. Leo unajua huyu kocha mimi nichoshukuru kwanza namshukuru Cristiano Ronaldo kwa ushauri wake.
kwa uongozi wetu kwamba jamani, mnahitaji kufika mbali. Yanga naiona mawazo yenu ya mpira sio ya leo wala kesho, ni ya mbali zaidi, ya miaka 50 mbele. Kocha anayeweza kuwafanya nyinyi mfike mbali. Mimi nikiwa academy aliwahi nifundisha ni huyu kocha, ndo anayetambulishwa saa 6 usiku. Cristiano Ronaldo amemfundisha. Moto wake hauzimiki leo mpaka kesho, sio? Sasa hebu imagine, ndo anakuja kumfundisha Mzizi, anakuja kumfundisha Pakome, anakuja kumfundisha Dumbia, Kouma, Max Zengeli. Hawa ndio kina Mbappe wa bongo hao, unajua. Umenielewa? Kuna watu tunakuwa tunaona wale wanaocheza Barcelona pale, wakina Rafinha. Tutakuwa nao hapa. Bana poa, shukrani sana bana. Tutegemee timu bora ya Yanga na ubora wake unaenda kuboreshwa baada ya kuja huyo kocha mpya. Kwanza tumeshakuwa nafasi ya 7. Nafasi ya 7 wapi tena? Tumeshafika nafasi ya 7. Afrika nzima. Wewe lala amka wewe unavyofanya. Tuko nafasi ya 7. Sio 12 tena. Sio 12 tena. Yanga na upiga mwingi. Watu nafasi ya 6 sio ya 7 walitafuta miaka 5 ujue. Wa 6 ndio wakadondokea nafasi ya 5. Watu ndani ya msimu 4 tu. Ngwa nafasi ya 7. Tukimaliza makundi, tukimaliza robo finali, tukimaliza nusu finali, tukacheza finali, tukaleta kombe. Nafasi ya ngapi baba? Hiyo ya kwanza zidi ya International Hall. Umesikia? Baba, tutamwacha National Hall, tunafuata sisi. Tutakuwa tunawachungulia kwa vikoroboi, sio kwa miwani. Mko happy? Bana poa sana ndugu yangu, shukrani sana. Tunakuumia, Tuende nyumbani tukamsikilize engineer anapomtangaza kocha mpya.